nikitaka. Niko na mtu wa kuichukua. Hata nikilemewa katika maombi, hata nikisukumwa na usingizi ninashindwa na kuamka, kunaye atachukua. Na hata angalia usingizi wangu, na hata angalia kuhangaika, na hata angalia kulemewa. Jesus nini? Haleluya. Lazima abebe mzigo bila kusaidiwa. Why did he go with Peter and John and the other guys? Hawa watoto wa Zebedayo. Haleluya. Kudhihirishia ulimwengu kwamba ile ambayo anaenda kutendea mwanadamu hawezi kujitendea. Can you believe Jesus today for a miracle of your life? Unaweza kumwamini Mungu leo kwa muujiza wa maisha yako? Haleluya. Bwana asifiwe. Haleluya. Yesu anatuonyesha kwamba mtu hawezi, hata akiletwa karibu na Yesu mita 10 hawezi. But once you trust on Christ, haleluya. Wanafunzi hawa wote hakuna aliyepotea. Petro, Yohana, wana wa Zebedayo, hakuna mmoja aliyepotea. Na yule alipatwa na majaribu peke yake ni Petro, wakati na hiyo majaribu limpata kwa sababu kulikuwa na utabiri na unabii uliosema utanikana mara 3. All these other guys, they walked. Hallelujah. 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 Yesu anakupenda sana. Anaenda kumwambia Mungu, because it is so painful, it involves death, can you remove it from me? Kwa sababu ni chungu sana, kwa sababu ugonjwa wa mtu huyu ni maumivu matupu, na iko na kifo, na iko na taabu. Kwa sababu kufungwa kwa mtu huyu ni taabu tupu. Niondolee hiki kikombe. Ondoa hii taabu, mimi sitaki. Sababu it is painful. Wewe mtu, wacha nikwambie na unisikize vizuri sana. Sababu mimi nimeanza kuhisi presence ya Mungu katika maisha yangu. Je, wewe unahisi? Umekuwa ukihisi kwamba kuna mabadiliko ya ajabu sana katika maisha yako? Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Mungu aliangalia akajua taabu zote ambazo ziko kwa maisha yako hauwezi. Na haiwezekani na mtu ambaye amezaliwa na mwanadamu. Itawezekana na kiumbe kilichozaliwa na Mungu mwenyewe. God must put his hand in people's problem, and he has already done it through the Son. Akaweka mkono. Yesu akamwambia, hii taabu ni mingi sana, niondolee hiki kikombe, lakini sio vile ninataka. Sababu alikuwa anajua kwamba mapenzi ya Mungu ni Yesu abebe hiyo taabu, abebe huo ugonjwa. Kwa nini utakaa na ugonjwa? Why do you live in problems, poverty and issues of life? Watu wa dunia wanatudhihaki sana. Na useme sitadhihakiwa tena. Sema sitadhihakiwa tena. Haleluya. Sema kama kuna pesa duniani, nitakuwa mmoja wa kupokea zile pesa. Sema kama kuna mali duniani, nitakuwa wa kupokea ile mali. Haleluya. 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 Watu wa Kristo ndio ambao wako na taabu zaidi ya watu wote. Enda kwa wote, ufanye analysis, utakuta almost 50% they are born again people there on beds. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Wale wanakunywa pombe na wanafanya umalaya na wanalipa school fees softly and easily bila taabu, hata wanalipaka miaka 5 na hawana Mungu huyu tuliye naye. Na walisema sitaki uokovu. Hiyo mnaniambia ndio nini? Why don't you receive? Kwa nini sisi lazima tusukumiwe? Kwa nini lazima tusukumiwe kitu?
mpaka mwaka moja ikishi, mpaka miezi 10, mpaka miaka 3 kwa sababu ya malingo. Haleluya. Pia mwenzako kwa sababu ya malingo, kwa sababu ya kupenda mwili. Hawa watu wanapoenda kukunywa pombe hawapendi mili yao, wanaipea pombe mpaka isipopewa inatetemeka. Wewe ukiambiwa upe mwili yako maombi utaipea namna hiyo? Can you? Hawa watu wakienda koinaki hawataki mchezo, wanafanya usherati kwa bidii ya juu sana. Serious. Ikifika jioni ameoga, hawezi chelewa kuingia mtaa. They get there ready. Na wanavaa nguo za huko, wanavaa miniskirt ya kuingia huko, atupo wanakata, wanaingia huko, na wanaweka vingine kwa ulimi. Haleluya. Kuna mtu ananisikia? Kuna mtu ananisikia? Yes. Hawariki mambo hayo, wanakanyaga huko sawa sawa, mpaka kila mtu anajua kweli kuna watu wanakujana hapa. They will never fail. Hallelujah. Amen. Waisi wanaambiwa, polisi wameshika laini na wanasema watakanyaga hiyo. Waisi wanakuja hapa wataona, wanatafuta mbinu ya kuhakikisha wameiba. They don't care. If I die, let me die on that thing. Nikifa wacha nikufie katika hiyo jambo. Fikiria vizuri sana vile ninasema. Haleluya. Sisi tunataka wokovu wa kubeba na nini? Na mkono. Tunataka kitu ya kushika hivi. We never want to be serious with this thing. Yesu alisema mimi nasoka pale mbele, akasoka akaomba, Mungu niondolee. Mungu akamwambia siondoi, akaambia tena Mungu niondolee, akamwambia siondoi, na mara ya 3 niondolee, siondoi. Akasema basi nimekubali, twende. Akabeba taabu yako yote. He took all the problems that you have. Alibeba taabu yako yote. Alibeba magonjwa na bado uko na ugonjwa. Haleluya. Amen. Alibeba umaskini na bado ni maskini. Alibeba mahangaiko na bado unahangaika. Haleluya. Sema sitaendea kitu nikose. Sema sitaendea kitu nikose. Haleluya. Kama wewe ni wa kanisa hili, you be number 1 in business mahali unafanyia in Jesus name. Kama wewe ni wa hapa, you be number 1 in Jesus name. Amen. Na wale wote mnafanya kazi mpate promotion. Amen. Hata kama hamutaki, ninaisukuma by fire, by force in Jesus name. Amen. Utapokea. Amen. Utapokea. Amen. Hiyo utapokea. Amen. Utapokea. Amen. Utapokea. Hata ukifanya transfer mtaenda. Amen. Hallelujah. Amen. Ile kitu mnaogopa ni kupewa transfer. Huyu ameenda transfer na amekuja na aliniambia nitakuwa nikikuja mwezi mara moja. Sasa hapo hapo. Hata nyinyi mtakuwa mkikuja hapo. Amen. Hata nyinyi mtakuwa mkikuja hapo. Amen. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Lazima tuwe na marks, alama za kusema where we are coming from and how we came from there. Yes. Haleluya. Tulitoka huko namna gani? Yes. Watu wasipotetewa miujiza, haleluya, hawa wanaokuja hawatatambua kuna Mungu. Yes. Na mimi sitaki aibu hapa. Yes. Haleluya. Amen. Nini mnakaa hapa mnangojea kuona na hawa wanakuja juzi wanaolewa. Mnangojea manyumba hapa na wanakuja wanapata. Sina shida lakini watapata, nitasukumia. Haleluya. Amen. Hawa akina Ayubu utaona wakiinuliwa. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Nimekutabiria gari mpya in Jesus name. Amen. Brand new car in Jesus name. Amen. Na hiyo utapata before the end of this year. Amen. Unasikia huyu dada amesema yeye hajui pesa ilitoka wapi. Yes. Hajui. But the money came and she bought the land. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Sema Yesu amebeba taabu zangu. Sema Yesu alibeba taabu zangu. Yesu alibeba taabu zangu. Sijui ninafanyanga mimi na taabu. Acha ngoja sikiza vile nimesema. Useme sijui, unajisemea wewe mwenyewe. Sijui ninafanyanga nini na taabu. Sema tena. Sema tena. Haleluya.
Sema nimekataa leo. Nimekataa leo. Sema nimekataa leo. Nimekataa leo. In Jesus name. In Jesus name. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Yesu alipobeba shida anatarajia kuona kila anayemkubali shida haiko na yeye. No problems in that life. Ndio kwa nini nimesema watu wanaringa. Amen. Amen. Hallelujah. Amen. Hawataki kuwa warefu kamilifu. Nimekupa mfano. Mlevi akianza ulevi atakunywa baa zote za Kiambu kitambo aingie kwake. Utasikia vita ya hiyo nyumba ni kwamba anakujaga saa 9, anakujaga asubuhi. Wewe umekesha mara ngapi ukiomba? Na walevi wanakesha wakikunywa pombe. How many times? Na niliwafundisha nikawaambia maombi sio kitu ambacho kile mnafikiria. Haleluya. Tunasikia Yesu anasoka pale mbele anasema Mungu Baba niondolee kikombe hiki kama ni mapenzi yako. Another time Mungu Baba niondolee kikombe hiki kama ni mapenzi yako. At that time Mungu Baba niondolee, na Biblia inaita hiyo maombi. The Bible calls that prayer. It says Jesus went and he prayed and then came back. And he writes, the Bible writes the actual word that Jesus was praying. Mungu Baba niondolee kikombe hiki kama ni mapenzi yako. Usijifanye mtoto mdogo. Katoto kanapojifundisha kuitana mama kanaanzanga kanaingia nasema mama. Hallelujah. Amen. Get you go and repeat this thing 100,000 times. Na ukuje uniambie nimerudia hayo. Maombi ni kurudia. Maombi ni do it. You do it and do it until it comes. Hakuna maombi ambayo utaenda uombe once and ukojee majibu. It will never come. Ever. It will never come. Nikiacha kutabiri, nikiacha kuomba mbele zenu, miujiza imekoma na itakoma. That is why I must pray every Sunday. And whenever I have time with you people, I must pray. Lazima nisimame. Lazima nikwambie inua mikono. Lazima niseme ubarikiwe. Lazima niseme ubarikiwe. Lazima niseme pokea, enda nayo. I know what it does. Najua kile kitu inafanya. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Fikiria. Nimekuwa nikiwaambia have a problem with your problems. Kuwa na taabu na shida zako. Kuwa na shida zako. Don't be friendly with your problems. Many people are friends with their problems. They are friends with those things they don't want in life. You can never be a friend with things that you don't want and you expect them to go. They will never go. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Yes. Bwana sifiwe. Amen. Hawa ni watu wangapi tayari? Ama ujui mpaka uhesabu? Sijui nitatumia mbinu gani. Sitaki kujua namba zenu. Ninafikiria sasa vile nitafanya vile Roho ananiambia nifanye. There's something the Holy Spirit is saying to do. And I'm thinking I'm going to do it. Nafikiria vile nitafanya. Hallelujah. Amen. Kuja hapa. Kuja hapa. Simama. Hallelujah. Kuja huko kwa ofisi nitafutie makaratasi. Sijui utatoa wapi. Tafuta huko kwa madrawers na nini. Salome.
Kwa enda mtafute makaratasi uniletee. Na mnatafutia kalamu nyingi za kuandika. You look for me pens. Simama huko. Simama hapa. Simama hapa. Simama hapa. Hallelujah. Amen. There's something I want to do practically. Amen. Amen. Kuna kitu nataka kufanya practically here today. Nataka mimi nione kama Mungu atafanya kweli. Sababu mimi nimemuona. Hallelujah. Hizo ndizo taabu zile zinazuilia watu kubarikiwa na kupokea. Usifikirie ni adili na wapea. Mimi natumia those samples. I want to tell you what Jesus was doing and why we not receive from Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Hivyo ndivyo inaendaga. Si Ayubu ulikuwa umeshikwa? Ulikuwa unanijua mimi? Umenijua kwa sababu ya kuwekwa ndani. Akawekelewa makesi. Bibi yake akakuja hapa, bibi yuko leo. Bibi yake akakuja hapa, akalia sana. Nikamwambia usijali. Bwana yako ataachiliwa. Ile siku aliachiliwa kutoka Thika. Walisema hatuwezi enda nyumbani. Tuende tukaone hiyo mtu alisema nitaachiliwa, nikaachiliwa. Wakakuja mpaka hapa. Hata nilikuwa nafikiria nikamtu kebaba. Unajua kuna tumutu tuwebaba tunakuwa tumejikunja namna hii. Tunatembeaga namna hii. Nikasema polisi na wao wako na moto. Unashika tume kama hii wanaweka ndani. Ulikaa ndani miezi ngapi? Mwezi mzima. Haleluya. Akakuliwa na kunguni, akakuliwa na mende, chawa, akakumia kwa bucket. Haleluya. Lakini alipoitia jina la Bwana akaja. Siku gani utakapopuuza kuitia lile jina la Bwana hata kuja? The way he came when you call, the same way he expects you to call, he comes. Usifikiria ati umemea meno. Now I have teeth that I can walk. Hallelujah. Amen. And this is practical. Uangalie vile watu wanakujaga kutafuta msaada kwa Kristo. Wanakujaga wakitetemeka, heshima ya juu, kupenda Mungu, kukubali maagizo. Amen. Wacha wakae miezi tatu. Wacha wakae mwaka moja. Basi hata ukimwambia enda ukaombe, hiyo shida itakwisha. Aposa ana shida kuambia. Unajua aposa wanangi vitunguu. Aposa na kidoona akili tu. Na unajua mimi sitalia na wewe. Don't expect me to cry with you. Hatunakuja hapo ukinilia ati mtoto wako anakufa. Unataka nilie? Sitalia. Nitakwambia hata kufa. Nitakwambia hafi. That's what I just say. Na hiyo mambo ninamaliza. Hiyo mambo ninamaliza. Hallelujah. Chunguza roho yako. Chunguza roho yako. Neno katika Revelation linasema kwamba kanisa la Laodikia, upendo uliokuwa nao once iko wapi? Where is it? Where is it? Upendo ulienda wapi? Ule wa kwanza. Hallelujah. Amen. Jesus is still the same. Hallelujah. Amen. And he took all from you. It is still the same. Kila libeba hakijarudishwa, ni wewe hutaki kupokea. Nataka kulala kama Petro na Yohana. Hallelujah. Watu wengine hapa walipokuja walikuwa wanalala pale wanaomba. Unasikia sauti kwa mabati. Hata nikiwa hapa ndani ninaita nasema, "Hebu niambie, enda uniangalie nani huyo anaomba." Sina wausaga. Ninaambia huyo ni wa Makena. Ako juu. Huyo ni Nyambura. Huyo ni mama Kiani. Alafu baadaye
yale maombi imeisha. Unakuta mtu ako pale kwa kona na simu Facebook, nataka kuona mazishi ya Moi. Ukimuuliza kuambie Raila Odinga alisema nini kwa mazishi, atakuambia. Na ukimuuliza John 3:16 hajui. Mimi najua nyinyi ni watu werevu sana. You have all the capacity to be blessed and receive miracles from God. Kichwa chenu ndio baya, zinakorogwa haraka. Haleluya, amen. Haleluya, amen. Haleluya, amen. Yes. Huyu nilimwambia toka Dandora kuja hapa, akaniuliza sasa, akaanza kuniambia ati unajua nikiacha Dandora. Nikamwambia wacha maneno yako wewe, usifikiri ati mimi sitakuongelesha ati uko na miaka mingi kuliko mimi, ati uniambia ati kwani apostle ananiongelea kwa mimi ni bibi yako. Hakuna kitu kama hiyo, nitaongea. Hata hawa wanaume hawa, usifikirie ati sitaongeza hii mwanaume yako ati vile ninataka, nitamuongelesha hivi, nitamwambia na atanyenyekea. Hawa wanakuja wakiwa wameteteka. Apostle sema haleluya, amen. Haleluya, amen. Haleluya, amen. Kamwambia kuja hapa, silikuja, akarudi kwa laini, akakuja. Hata hakuniuliza hiyo maswali ya Dandora kutakaa namna gani. Nilimwambia kuja Kiambu, akaanza kushiriki hapa. Akasema ninataka kufanya interview, nataka kufanya application. Si wapi na wapi? Kirinyaga, Meru na Nairobi. Ukapata huduma, si ndio? Ulichukuliwa zote. Aliambiwa atachukuliwa zote. Alichukuliwa Kirinyaga, akachukuliwa Nairobi na akachukuliwa Meru. Lakini Roho wa Bwana akasema ya Meru ndio itafanya nini? Itapepe. Akaniambia sitaki kurudi nyumbani. Nikanyamaza. Haleluya. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Nilijua ukikaa Nairobi utapata. Na hiyo nikwambie saa hii mbele ya kanisa, ni mimi nilikusukuma. Mimi sinafurahi sasa. Sinafurahi. Ni mimi nilisukuma huyu. Niliambia Mungu kama unashiishi, ninatoa mama Gitoga Nairobi. Ninatoa mama Gitoga kwa hii kanisa. Aende. Haleluya. And she is happy. Sijawahi kuona amefuga kaika kitu hapa. Simama wewe. Kama msichana hapa. Haleluya. Simama mama Gitoga. Biduka wakuone. Sijawahi kuona amefuga namna hii. Hata anavaa leather jacket. Keti chini. Neema imeshuka. She is very happy. She has started becoming browner. Sababu ya kutii. Huyu hageomba. Asubuhi nimekuwa pale nikiombea pale nyuma. Amekuja akalala hapo. Akaomba. She started becoming prayerful. Vile alikuwa anaomba wakati wa mwanzo alipokuja. Sio kweli? Haleluya. Upendo wa kwanza. Mwanzo ulipokuja hapa Yesu anajua. Bidii yako anaijua ilikuwa namna gani. Heshima na kunyenyekea anajua zilikuwa namna gani. Na hicho ndicho kipimo cha miujiza. That's what the Lord uses to measure. You can never go down and receive. You will always have to be higher. If you are going to receive, you must be higher. Hauwezi pokea muujiza kama ulipookoka ulikuwa mtu unapenda Mungu na huo upendo umepunguka. Ukipunguka kidogo, you will never receive any miracle. Kama ulikuwa unaomba 1 hour, upunguze uanze kuomba 30 minutes, you will never receive. It must be 1 hour or plus. Hallelujah.
Haleluya. Haya, katakata hizo makaratasi. Katakata hizo makaratasi. You tear them. Utakatakata tukaratasi tunatosha kama 2 inch by 2 inch. Usichoke na kusimama, hata mimi nimesimama. Katakatia kule, usikatakatie hapa. Katakatia huko. Patia hawa wote. Ninje kumkwenda shule. Shika karatasi. Kuja hivi. Angalia. Kuja hivi. Then you cut hivi. Then you cut like this. Then you cut. Then you cut. Then you put again. Then this is the size I want. Hallelujah. Basi nisomee Biblia katika kitabu cha Revelation. Tuko pamoja, tunaelewana? Tunaelewana? Kama unanielewa kile kitu ninafundisha, inua mkono nione. If you understand. Hallelujah. Nilikwambia leo ni siku yako ya kubarikiwa. Leo ni siku yako ya kufunguliwa. Leo ni siku yako ya kuona Mungu. Hallelujah. Yesu aling'ang'ana na akina Peter mpaka wakaingia mpangoni. Na akina Yohana. Hata walipojaribu kubisha, aliwaambia no, we must go. Hallelujah. Hallelujah. Alijaribu kumuomba Mungu aondoe kikombe, Mungu akakataa. Kwa sababu ya nani? Sema yangu. Sema yangu. Yes. Jesus is asking God aondoe kikombe cha uchungu, cha magonjwa, cha taabu, cha umaskini. Mungu anamwambia siondoe. Why? As somebody I need to be rescued. Niko na mtu nataka awe rescued. Wapi? Kwa magonjwa. Wapi? Kwa taabu. Wapi? Kwa shida. Wapi? Kwa adui. Wapi? Kwa mateso. And God stood by that. And he told Jesus, you must carry their burdens. You must carry their sicknesses. Lazima ubebe. Lazima ubebe magonjwa yao. Wacha kuniambia ati niondoe kikombe. Siondoe. Utabeba. Wewe unataka kuniambia kwani Mungu hakuwa anajua unaweza bebeshwa taabu zako mama Gitoka? See, he knew that. But he made a good choice for you. He decided hataki uhangaike, hataki uteseke, hataki uzungushwe, anataka ubebewe mzigo. Ambia mwenzako kubebewa mzigo. Ambia mwenzako kubebewa mzigo. Hallelujah. That was the scheme of God. Hivyo ndivyo Mungu alipanga. Na kubebewa mzigo ni kumaanisha kwamba nitapokea muujiza bila kufanya kazi yoyote. Muujiza tu unakuja, ninaupokea. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Nimekupea ni revelation gani? Bado. Jesus in the book of Revelation 2. Ni kitabu cha Ufunuo. Nisomee kitabu cha Ufunuo 2, uanzie mstari wa 12, alafu utaenda kitabu cha Ufunuo 3 mstari wa 14. Revelations 2. Yes. Starting from verse 12. Kitabu cha Ufunuo wa Yohana 2 mstari wa 12. Twende. Na kwa malaika wa kanisa liloko Pergamo, Na kwa malaika
wa kanisa lililoko Pergamo. Andika, Andika. haya ndiyo anenayo yeye aliye na huo upanga Haya mkali. ndiye anenaye aliye na huo ufunguo. Yesu ndiye aliye na ufunguo wa maisha yako. Na baada ya kuteswa na kuhangaika msalabani, Mungu akaona ni vyema ampe ufunguo baada ya kumshinda shetani. Amen. Amen. Twende. Wenye makali kuwili, na pajua ukaapo ndipo penye kiti cha enzi. Rudia kidogo. Na kwa malaika wa kanisa lililoko Pergamo, Kwenye malaika wa kanisa la Pergamo. andika, Andika. haya ndiyo anenayo yeye aliye na huo upanga mkali, wenye makali kuwili, na pajua ukaapo ndipo penye kiti cha enzi cha Na shetani. pajua unapokaa ndipo kwenye kiti cha enzi cha nani? Cha shetani. Cha shetani. Hapa shetani ako tayari kuhakikisha kwamba kile unataka hutapata. Ako tayari, na mbinu anayohakikisha kwamba kile unataka hutapata ni kupunguza juhudi. Ni kupunguza juhudi tulizo nazo za kumtafuta Mungu, za kutembea na Mungu. Haleluya. Amen. Kupunguza juhudi. Patricia, utabarikiwa. Sasa utabarikiwa. Tunasikia umeenda juu. Tunasikia umepaa juu katika ibada hapa. Unaona hata vile unaimbisha mpaka watu wanasikia Unajua kuna waganga wanaweza kusema ati ni mashindano unataka kupatia wakombe. Sio kombe, ni kwa sababu roho yako imepelekwa juu. Amen. Na wewe umeamua kumtumikia Mungu kwa njia ya ajabu ambayo hujawahi kumtumikia. Na sasa wewe, Mungu akiangalia anaona kwamba the level you are, wakati ulikuja, sasa umeinuka. Sasa miujiza imefunguliwa. Itaanza kuflow. Na mwaka huu tayari umepokea moja. Si mtoto amekuwa sponsor fully mpaka university. Kwani ni nini? Yes, fully sponsor. Fully sponsor. Hiyo ni tu ni smile ulipewa. Utaona meno, ngoja utaiona. Hallelujah. Mwaka huu kabla ya June utaona in Jesus name. Amen. Hallelujah. Amen. Na unakaa, si unaona vile unakaa karibu na mashetani. Hallelujah. Mimi naongea katika roho. Unakaa kwa moto. Unajikuta wewe hata asijui. Ni neema tu kuishi. Ni neema kuishi. Nakuta mpaka watu wanaenda kufunga, wanasema tutafunga tumuue. Sema wajaribu na mimi. Sema wajaribu na mimi. Haleluya. 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 Hakuna mtu atafunga kwa sababu yako akuhangaisha. Ukiwa wa kanisa afaulu in Jesus name. Hata faulu in Jesus name. Hata faulu in Jesus name. Hata kama yeye ni mchungaji aende kuzimu in Jesus name. Amen. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Mimi nitawachunga kama kondoo. Amen. Nitawachunga kama kondoo. Amen. Mimi sitakubali mtu ambaye Mungu aliniletea hapa apotee. Na nitafuatana na wanaume huko nje ni wakanyaga. Wakiingia kwa kaburi waingie. Mimi sijali. As long as you stand. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Sitakubali mama nitonga. And I'm very serious in this business. Niliambia Mungu watu wote ukiniletea hapa sitawachilia. Na sitakubali niwaone huko nje. Wakipigwa vita, wakipigwa ni mimi ninapigwa. Na nitainuka nipigane. Amen. Nitainuka nipigane. Mimi nitainuka. Odhani mtu akikugusa nitapigana naye. Na unajua vita yangu ni kali sana. Vita yangu haina msamaha. Hata nikikugonga nikuweke chini uanze kupiga nduru, ninakukanyaga shingo. Haleluya. Mpaka nihakikishe nimekumaliza. Siwachagi. Uliza hawa akina Grace hawa. Wanajua hii vita inakwenda namna gani. Si mnakumbuka? Si mnaikumbuka? Yes, huko. Hata wakipiga dudu wakitoa mikia, tunakata mikia na tunakanyaga shingo. Hakuna kuachilia. Hakuna kuachilia. Soma Biblia. Jona aliona kwamba tumekaa kwenye kiti cha shetani. Na usijali ati kwa sababu unakaa na waganga kwa plot. Don't worry. Tutawahamisha, tutawaondoa. Waende wakatafuta uganga. Haleluya. Amen. Hebu soma ndio niwapatie kahadithi kamoja.
Napajua ukaapo ndipo penye kiti cha enzi cha Shetani, Hapo unapokaa ndipo kwenye kiti cha enzi cha Shetani, nawe walishika sana jina langu. na wewe bado unashikilia jina yangu, kwa sababu unakujaga huduma, kwa sababu unasikiza mchungaji, kwa sababu unasikiza mafundisho. Haleluya. Umegawana makaratasi, pita ukipea kila mtu karatasi moja. Pea kila mtu karatasi moja. Pea kila mtu karatasi moja. Hiyo karatasi weka, nitakwambia utaandika hapo nini. Leo tunamalizia waganga. Haleluya. 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 Soma. Wala hukuikana imani yangu. Hukukana kwamba Yesu anaokoa. Hukukana kwamba Yesu anatenda miujiza. Hujakana kwamba Yesu anaweza. Amen. Twende. Hata katika siku za Antipa shahidi wako, mwaminifu wangu aliyeuawa kati yenu, hapo akaapo Shetani. Lakini ninayo maneno machache juu yako, kwa kuwa unao huko watu washikao mafundisho ya Balaamu, yeye aliyefundisha Balaki asiye ukwazo mbele ya Waisraeli. This is one thing that makes miracles be difficult. Isikuje kweli. Mafundisho ya Balaamu. Mafundisho ya Balaamu ni gani? Ziliwafundisha ni gani? Ni gani? Ulisahau? Haleluya. 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 Ya kuweka vikwazo mbele ya wenzenu. Kukwaza mtu, kukwaza huyo. Usikwaze hawa watu. Usiwakwaze. Hawa watu wamekuja, ni Mungu amewaleta. Leo masikio yao ikiwa marefu, kesho inakuwa mafupi. Leo wakielewa na kutembea, kesho utawakuta wakitembea. Haleluya. Hivyo ndivyo tunakaa na nyinyi. Leo mtu huyu ako na kitu kinamsumbua ambacho hakipendezi, na ninataka kutema yeye. Hapana. Biblia kwa maombi. Hivi ndivyo tunavyoishi. Piga magoti, ombea huyo mtu. Ukimaliza na nyinyi mchukue yenu, alafu mkae chini. Hizo zingine mniwekee hapa kwa hii draw. Amen. Haleluya. Bwana anawastakia jambo moja. Umeshika mafundisho ya Balaamu ya kutupa vikwazo mbele ya wengine. Huyu mtu akikudanganya leo, kwani atakudanganya miaka yote? Na kama wewe sio muongo, si umwambie amekudanganya, mtengeneze hiyo mambo ikwishe. Usibebe hiyo maneno ukaambie mtu mwingine. Unachafua huyo mtu. Unafanya huyo mtu akuwe kitu baya kwa watu wote. Wacha siasa. Usifanye siasa. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Ukiona dada yako anataka kupotea kanisa, piga magoti ulie kuite Mungu. Shika yeye. Ukiona hashikiki yako moto sana, fugilia kamba. Ukiona kamba itachomeka kwa sababu bado wako moto, fuga waya. Na ukatae naye. Mwambie uso akikwambia mimi nitahama kanisa, mwambie uami katika jina la Yesu. Utakaa hapa tuko na wewe. Ataenda akifikiria. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Soma. Yeye aliyewafundisha Balaki atie ukwazo mbele ya Waisraeli. Balaamu alifundisha Balaki kuweka vikwazo. Don't talk with heathens. Heathens ni watu ambao hawajaokoka. Don't talk to them about your fellow Christians. Mtu ni mlevi, mtu ni yakoinange, mtu ni mwizi, alafu unaenda kumwambia hicho kidada cha kanisa hicho ni kichetani. Wewe unafikiria atachukulia namna gani?
unajikuta you are so busy talking with a heathen, ama mtu ambaye hajaokoka na hajui Mungu, kuhusu dada yako wa kanisa, ndugu yako wa kanisa, mchungaji wako, ama kazi ya Mungu. Hii kanisa ni kanisa aina gani? Hata mimi nafikiria kuihama, na unaambia a heathen, mtu ambaye anafaa kuhama atoke kule akuje huku. Miujiza utapata? Huwezi pata. Huyu dada anapenda kanisa sana. Huyu I'm a witness. She loves church so much. Mpaka siku ile alikuja hapa, hata sijaona mtu anapenda kanisa hivyo. Tunaenda, imagine tunaendaga kuhubiri, akisikia injili iko pande hii anatufuata mpaka namuonanga usiku saa 2 tunamaliza injili, ako huko kama kondoo imepotea. Goisha gari yako garaku, anauliza magari ya kurudi Nairobi. Saa hiyo tuko Kitamayo, ako huko hajui njia ya kurudi. Anauliza sasa, apostle nitaingia kwa gari gani? Na yeye unajua yeye hajui kuuliza mtu mwingine, anajua kuuliza apostle. Yeye anaga maneno. Ama nasema uongo? Haleluya. Amen. Mungu anaangalia upendo wako na kazi ya Mungu. Anaangalia upendo ulio mwanao na hawa ndugu. Sasa nikikosa kupenda hii mtu, na hii mtu amekuja akitoka kuvuta bangi, anatiwa, amevuta bangi ati miaka 10 kai ungama bando au matabia kai simama hapo. Bwana sikiwa. Kwa wale ambao ni kile iko hapo sana ndio. Alphonse Deiga. Ndio basi Yes. Oh, sare tingaya. Oh, hata ukao kuti. Sawa. Kuta miaka 12 sigara pia miaka 12. Miaka 12 lakini pombe nimeambia sisi kunywa bila. Bangi. 12 years. Hata hivi jogo. Nilipanga ukubwa sana. Kwa bangi karibu ni fulani. Lakini tangu nikuja hapa ikawa sikuweza kuvuta tena. Nasikia hiyo harufu, nasikia kama nataka. Sasa hii bibi ulioa ukiwa unafuta bangi. Nilikuwa namvisha lakini nilikuwa navuta. Wewe Haikuwa na mwali. Umesikia hii maneno? Kwani umekasirika? Tunajua ushahidi ni moto sana. Waboi alienda uwajani akatuambia alikuwa anaingia jambo anakunywa pombe hapo. Ako wapi Waboi? Waboi ama anapika chakula. Oh, uko hapo. Kuja ukae hapa hivi kiti ya mbele, nimekupea kiti ya mbele sasa. Kuja. Nakutia hiki kiti hapo. Usipe hii ya wanaume hii. Hama na mtu sasa. Kae. Haleluya. Alituambia tukiwa pale na alisemea kwa uwanja Kirigiti. Anasema mnaona hii baa inaitwa Jambo. Nilikuwa ninafanya umaraya hapo na nilikuwa ninakunywa pombe hapo. Kai nikasema mwata ndoa ni kuondoka maono. Imagine. Mpaka watu wanakuja kusikiza. Kai wacha tuone huyo ni nani. Hallelujah. Amen. You know the devil becomes confused. Anakuwa confused. One day he thought amewachota. Tena anasikia wamemgeuka. Wanasema kwamba tuliondoka. Na tunasema wewe shetani, kazi yako ni bure. Hauwezi kushika. Tunasikia huyu baada ya miaka 12 ya bangi, wakati tulikuja hapa tukaomba, akabatizwa, anasikia bangi, anasikia kupasuka kichwa. Why can the devil be confused? Sababu alikuwa anafikiria kwamba amemshika, amemweka jela na tayari atapelekana naye mpaka mwisho. Haleluya. Unafurahi siku hizi? Wewe dada, hebu simama. Chukua hii microphone upelekee yule msichana. Ni bibi ya Ndeiwa. Hii mtu nataka utuambie kitambo na saa hii tofauti ni nini? Upatie microphone akishikie. Sasa ameelimika. Amen. Shika microphone vizuri. Ninauliza swali kwako. Wakati wa beleni na sasa ni wakati gani? Ako namna gani? Tofauti ni nini?
Saa hii si kisirani. Mbeleni alikuwa kisirani. Lazima mtu abaki awe kisirani kwa nyumba. Haleluya. Kama unamtaka baki, uache baki. Mchukua micro. Haleluya. Haleluya. Kuna kazi Mungu anafanya ndani yetu. Na yeye ako na wivu na ile kazi. Anapoona inapuuzwa. Anapoona inapuuzwa. Baki inaweza kupeleka mtu ndani na afugwe miaka 20. Si ndio? Lakini ulikuwa unashikwa mara 2 kwa mwaka. Lazima ungewekwa ndani. Na fujo. Aya. Ulikuwa mtu wa fujo, kupiga watu. Lakini siku hizi hakuna. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Sasa mtu huyu anaweza kuwazwa kweli na mtu. Can we allow that? No. Can we allow that? No. Zamani hapana. Hapana. Hatuwezi rudisha huyu mtu huko. Ametoka huko na moyo moja. Haleluya. Amen. Na hii ukikwaza Mungu atakupiga. Atakupiga hii. Na wacha huyu nasema nyote wengi. Si hao wamekuja juzi ya kina Tanui. Si uliacha pombe? Utakwazwa namna gani wewe? Ashi, si ulikuja? Hata Patrice ulisema hata ulikuwa mkunywaji pombe. Ama ni mgema wa kupiga. Haleluya. Haleluya. Wacha watu wafurahi wakiwa katika nyumba ya baba yao. Kuna watu wametoka kwa usherati hapa na wengine walikuwa waisi. Sisi tunaweza kuwakwaza warudi kwa wizi. Yesu akiona hivyo, hautapokea muujiza na utapokea mapigo. Utakuwa ukiuliza, ni nini kinanikula? Watu wanasonga mbele, wewe unarudi nyuma. Na ndio unaona kama mimi I'm very unpredictable. Very unpredictable. Sababu mimi nitangangana na wewe hapa. Kesho tutakuwa marafiki. Nitakupindukia pale kwa kona, tukifika hapa tuko pamoja. Sababu mimi sina roho ya kusukuma. Roho yangu ni kuleta kwa laini. Na unajua mimi sijui kuleta kwa laini haraka. Mimi ni fundi wa bao. Na unajua fundi wa bao huwezi kupigilia msumari na kijiko. Unachukua nyundo, unagonga inaingia mpaka inaingia ndani, inashikana yote vizuri. Haleluya. Amen. Na sitakosa kukuambia utumie akili Salome. Hata kama uko na watoto wakubwa, nitakwambia akili yako ni mbaya. Utaanza kuuliza sasa hii mtu wake. Au mimi ni mtu mzima? Ndio. Unajua kuna watu wazima akili zao zinakuwa mbaya. Hazitumiki vizuri. Haleluya. Amen. Wakati mnakulana, muangaliane msimalizane. Sababu lazima mkulane. Lazima uume hapa na wewe uumwe hapa. Unauma hapa, kuna wengine saa hii matako moja imeumwa. Anaenda wakijaza pole. Nikujaza wanajaza, jaza itajaza. Wacha ijae. Haleluya. Haleluya. Amen. Soma Biblia. Kwamba vile vitu vilivyotolewa sadaka kwa sanamu na kuzini, vivyo hivyo wewe nawe unao watu wayashikao mafundisho ya Wanikorai vile vile. Basi tubu, na usipotubu naja kwako upesi. Number 1, nimekuambia kwamba miujiza ambayo Yesu atakuletea na vile Yesu alitolewa na Mungu, abebe mzigo wako, taabu zako, magonjwa yako, it still stands. Haleluya. Haleluya. Number 1, bidii yako uliyoingia nayo katika neno lazima idumu na iongezeke. Ikienda chini utapungukiwa. Haleluya. Usikwaze watu. Number 2. Number 3, usifuate vitu ambavyo inasema ni vitu gani? Kwamba kwa vile vitu vilivyotolewa sadaka kwa sanamu na kuzini. Haleluya. Ngoja hapo. Kuna vitu mlikuwa mnatumia mkiwa kwa hizo huko mlitoka. Kama huyu tu usimama geguka.
Jana nilikunyang'anya nini? Mpeleke microphone. Huyu nilimbatiza jana, anaitwa Frederick Gekunga. Ni mwanafunzi wa KIST. Bwana asifiwe. Amen. Kwa majina naitwa Gekunga wa Mbogole. Hata mimi nataka. Ona ni wa Frederick Gai. Ametoka Katodo na ametoka Catholic. He is a very fresh from Catholic. Sasa ametupa jina Frederick. Jana nilibatizwa katika hapa Keo. Kwa watu watatu. Mimi nilikuwa nimebeba chumvi. Nilikuwa nimebeba nilichukua uso tukubali. Hicho tunatengeneza siku hizi tunasimamia Nairobi. Nikapata kadogo nikakakuja vizuri, nikasema hiyo ndio, nikachukua moja ya green na moja ya red. Hiyo ya green nikasema hiyo ndio nitakuwa natumia kuokea pesa, na hiyo ya red ya purple nikasema hiyo ndio nitatumia. Ziko wapi hizo vitu? Nani nilipea? Tulikuwa na nani? Salome. Bring those things. Unasikia? Hiyo ndio ninawaambia uganga. Na mnapotoka huko nje mnakuja na uganga. Na kuna watu ambao hawajaacha hiyo uganga na tuko nao hapa. Sio kupenda kwao, hawajajua. Huyu alikuwa na chumvi mfuko mzima. Anabebaga kila siku. Akona karatasi alikuwa amebeba hizi. Sasa kuja Gekunga, wewe ndio daktari. Kuja. Hii ni ya nini? Huyu nilimtatiza jana. Na hizi vitu nikamnyang'anya. Sasa hii ni ya nini? Hii nilikuwa natumia kuombea pesa. Kuombea pesa. Kuombea pesa aje? Kama niko na shida ya pesa, mambo ya kitu, mambo ya unga. Naomba mama. Unainua juu. Unaomba naye. Pesa inakuja. Pesa inakuja. Sasa wanakuuliza wajibu, pesa inakujaga? Unajua unaweza kuwaletea mafundisho mapya na wao wakatie vile nimewakatia makaratasi wabebe na wao. Hao watu wanataka pesa. Ninaendelea kuomba kupitia hii ikiwepo pesa. Badala ya pesa kukuja ni kama Nemo anaendelea kuwa maskini. Nemo anaendelea kuwa maskini. Alikuja uwanjani tukihubiri Rock Line. Na nilipohubiri nikasema yule anataka kuokoka akuja. Wakatokea watu, yeye alikuwa pale. Na alikuwa anaenda Ting'ang'a, hakuwa na fare ya kwenda Ting'ang'a. Waambie hivi. Sikuwa na fare. Ulitoa wapi? Mimi nikampea. Haleluya. Sasa nyumba umelipa? Nyumba nililipa Januari, mwezi wa pili kama haijalipa. Na bado bendera ndio hii. Kasi Yesu usome. Ibada za sanamu. Haleluya. Hii haiwezi leta miujiza. Haya, hii wacha ngoja. Hiyo tumemaliza. Mimi nawaambiaga mjue neno. Muone taabu zinatoka wapi. Na hii mafundisho na mafundisha hii ndio inawainua. Ndio inafanya mbarikiwe. Haleluya. Lazima ufundishe watu. Sio maneno ya kuambia kunaonekana inakujaga mwishoni. Haya, waambie hii ni ya nini nani? Hii nayo nilikuwa natumia kuombea kazi ya madhabahu. Ni kazi ya madhabahu. Kazi ya kanisa. Kazi ya kanisa. Kanisa gani? Nilikuwa natumia. Kwenye ulikuwa unasomea ni wapi? Oh, haya. Hii nayo ni ya kuinua hiyo madhabahu. Mlikuwa watu gapi kwa hiyo kanisa? Watu Kazi ya madhabahu watu 10. Sisi nawaambiaga. Mnaona matunda? Ndio nawaambiaga ni uganga. Na hii ukiendelea nayo hata hao 10 watatoroka, wajoini watu tu. Watakuja hapa. Sasa kama hawa watu na wao wanaomba hivi, sasa hadi hii ambapo ni ya kuombea madhabahu. Tukikuga ulifundishwa ina nani? nilifundishwa na
yule ambaye alikuwa mchungaji. Mchungaji ndiye alikufundisha. Akakwambia beba green na wewe beba na watu 10. Waisha in Jesus name. Amen. Hallelujah. Na hii nani? Hii ni uganga tu. Hii ni uganga tu. Kama uganga. Hallelujah. Na itakwisha leo katika jina la Yesu. Amen. Haya, toa. Tuambie hiyo nayo ni ya nini? Hii ni chumvi. Hii chumvi wakati huyo mchungaji alikuwa anafundisha washirika kuhusu chumvi, aliwasomea kitabu cha Wafalme wa Pili, First Kings. Sasa mkaambiwa mbebage chumvi. Sasa mnaenda nayo. Mnaharibu nyumba za wenyewe. Mimi nina ile mabati unaona huku. Kuna mganga alikuwa anaishi kwa kanisa. Unaona hizi vitu? Unaona hizi vitu, unaona hizi? Hizi ni mimi nilimwagilia anointing. Kuna dada alikuja hapa, alikuwa analala na hawa hapa kwa hii nyumba. Na msichana yake. Alikuwa anakoroga chumvi anatupa huku ati anafukuza mapepo. Mabati zinaanzaga kuoza zikitupiwa mabati, zikitupiwa chumvi. Na wewe kama ni landlord, ulete mtu aina hiyo ya chumvi, ujue atakuachia nyumba yako imetoboka mabati. Ukiona nyumba yako imeanza kutoboka, fukuza yeye. Mwambie toka. Wacheni kutumia chumvi. Niliwaambia vitu hivi mnaona havitumiwangi na washirika. Vinatumiwa na wachungaji. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Dada mmoja alikuja hapa akaniambia kwamba alipewa chumvi aende ati akapeleke kwao. Kufika na akaambiwa pe ng'ombe. Kupika alipea ng'ombe. Ng'ombe 2 zikakufa hapo. Na ni ng'ombe kubwa za grade za pesa mingi zikafa. Mimi naweza kaa hapa, roho aniambie chukua maji tumia, kwani ni wewe umeambiwa. Chukua chumvi tumia, kwani ni wewe umeambiwa. Na unajua mchungaji anaweza ambiwa kitu chochote na atumie. Washirika hawaruhusiwi kutumia ila wamepewa na mchungaji aliyeambiwa. Bwana asifiwe. Na tena haifai kuwa a practice of a church. Hallelujah. The only practice we know, it is Holy Communion, divine na mafuta, anointing. Hizo ziko stipulated and written well in the Bible. Wagonjwa waombewe na mafuta. Watu wapewe Holy Communion na divine na mkate. Neno inasema kwamba na nikaambiwa usiguze unga, usiguze mafuta na usiguze divine. Vitu hivyo vimeteuliwa kwa sababu ya kazi ya madhabahu. That's revelation. Hallelujah. Amen. Sasa niliambia dada Sarume, chukua hizi tunibebe. Sasa kwa nini dai nayo? Hiyo nayo ya kuombea wagonjwa, ni vile umeelezea. Lakini najua mganga hata akichukua kitu kizuri padi hii alete badani ya uganga yake, hata hiyo kitu kizuri kinaharibika. Kwa hivyo hata hii ni baya. Shika. Enda uchome. Enda uchome. Ni vile tungechomea hapa. Uchome tu, omba moto hapo. Choma hapo na hiyo chupi umwage. Umalize hiyo mambo mara moja. Haleluya. Neno imesema nini? Kwamba wavile vitu vilivyotolewa sadaka kwa sanamu na kuzini. Hivyo hivyo wewe nawe unao watu wayashikao mafundisho ya Wanikorai, mafundisho ya kutumia vitu vinavyotumiwa kuabudu mashetani, appeasing devils, na mafuta ya nguruwe na mifupa ya nguruwe. Unaweka mfupa ya nguruwe kwenye kibeti ati ndio ushirogwe. Unasema utaenda kukula nguruwe ndio hata wakirusha nguruwe na mafuta ya nguruwe. Those things appeases demons. Unapotumia ukiwa na lengo la kwamba ati ni mapepo unazuilia, wewe umekuwa mwabudu sanamu, huwezi pokea miujiza. Nimekuambia mambo mangapi? Jambo la kwanza ni gani? Haleluya. Jambo la kwanza ni gani, Mama Kitonga? Bidii ile uliingia nayo
iende juu ama ikalie pale. Kama ulikuwa unaomba 30 minutes, you are not allowed in the spirit to go below 30 minutes in prayer. Never. Kama ulikuwa una attend services of Sundays and Tuesday services and Thursday services, you are not supposed to go down. Haufai. Ukienda chini miujiza inatoweka. Number 2, Mama Gitonga, usikwaze watu. Usikwaze watu. Haleluya. Amen. Wana roho ya kupenda hao watu. Hawa watu wamekimbia kama wewe vile ulikimbilia hapa kutafuta msaada. Ukisikia wanaongelelewa, toroka. Amen. Number 3, vyombo vya kuabudu mapepo. Ndio unaonaga na watoa watu mikufu hapa na mapete. Haleluya. Kuna dada mmoja aliniambia jana ati aliambiwa atafute konokono na atafute nini? Chura. Na atafute chura. Ale ako huku. Yuko huyo dada. Ati watu wa Kiambu wanafanyanga biashara na konokono na chura. Ati hapo kwa mlango atengeneze. Atafute konokono kubwa ile inatosha hivi, aingize hapo chini. Ati ikipanua mdomo hii, customer wanapaka hivi. Na chura, ati anazinunulia nyama na damu anazipea hapo chini. Kwa nini nisiseme watu ni waganga na wanasoma kanisa? Wanaitaka kanisa. Haleluya. Amen. Unaona watu wamepaka laini, unashindwa. Hii watu wamekatalia kwa mlango ya mtu. Unaona uko na pateni na uko na mkojo na unataka kuhara, wewe toka mpaka ukae hapo ukae hapo mpaka ufikiwe. Si ni mapepo? Haleluya. Haleluya. Amen. Yesu ashabeba taabu zote, ashabeba tayari, amebeba magonjwa. Hata nikisoma Isaiah 53 utasikia we were healed by the stripes, we were healed. Sasa kuna mahali tunaenda kweli? Kuna kitu umepokea leo? Yes. Kuna kitu umeshika leo? Yes. Sasa moyo wako utuze. Sasa tuza moyo wako, uniambie kama Sunday hautakuja hapa ukiniambia kwamba nimepokea muujiza. Pigia Yesu makofi mazuri. Haleluya. Haleluya. Kwa nyumba yako hakutabisha magonjwa. Kwa nyumba yako hakutabisha magonjwa. Hakuna siku landlord mtasumbuana. Utakulipa on time while you are waiting to go to your old house. In Jesus name. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Sisi hatutawinda wa mama ati ni pressure imepanda. Hapana, hiyo kazi ya mapresha sisi hatutafanya. Amen. Haleluya. Amen. Tumemaliza. Basi tubu, na usipotubu naja kwako upesi. The wonderful good news. Basi tu. Gikunga alitubu jana. Na hizo vitu zimeenda zimetubu. Na amesema sitazitumia tena. Na sitafuata hivyo tena. Na wewe kama umekuwa na hiyo mambo, tubu. Tubu. Inua mkono wako wa kulia juu. Sema Mungu Baba, ninatubu siku ya leo kutokuwa na bidii ya neno lako ile niliyoingia nayo katika neno lako. Sema amen. In Jesus name. Hallelujah. Hallelujah. Soma. Nami nitafanya vita juu yao kwa huo upanga wa kinywa changu. Yeye na aliye na sikio na alisikie neno hili. Now, this is how Jehovah becomes a king. Unajua mnashindwa, tunaambiwa Jehova ni mzuri. Lakini saa zingine Biblia inasema Jehova akawaadhibu. Jehova akawaua. Jehova akawamaliza. That is how Jehovah changes. Hallelujah. Amen. Nami nitawatolea vita na huu upanga ulio kwenye kinywa changu. Mumeambiwa, mumesikia. Mumefuata, mkagairi, mkawacha. Jehova hafuataki wale ignorant ambao hawajui.
anatafuta nyinyi mliofundishwa mkajua na mkaanza kufuata na mkakaa ndani yake, alafu mkasimama mkasema nimechoka. And my story with Wangoi comes in. Hallelujah. Usipuuze. Usipuuze. Group ya kanisa nimeweka kule ndani ndio nijue mko. Ndio nijuage mko. Nikiona ni mmoja ameandika na nyinyi mnasema amen, amen, amen. Tunajua upande huo Patricia yuko, upande huo Mama Gitonga Kitui, upande huo yani yuko, upande huo mwingine yako, huo ako. Nasikia amen zinatiririka. Najua watu wote wako. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Mungu anapoona kwamba umekuwa mkatili kiasi cha kutenda mambo ambayo itafanya kwamba aonekane kana kwamba yeye sio Mungu, atatuma roho ya kukupiga, atatuma roho ipigane na wewe. Utaona mambo inaharibika na mambo inateseka, inakuletea mateso. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Number 2. Number 2. Inasema nini? Number 2. Usikwaze watu. Usikwaze watu. Inua mkono wako wa kulia. Sema Mungu Baba, katika jina la Yesu, ninatubu kwa kukwaza watu wote niliowakwaza, na wale walionikwaza nimewasamehea. In Jesus name. Amen. Unajua unaendelea kutakasika. The Lord is making you ready to receive a miracle. Sasa wewe hauna watu wengine. Wewe watu Mgodi uko na watu wengine isipokuwa hawa unaona hapa. Where are they? Hawa unaona mkicheka na wao huko nje. Hawa watu hakuna. Baba yako alipokufa sisi tuone. Si we were together with you. Pale tunasimama. Baba yenu alikufa ulituona. Si we were there. Hallelujah. Ingawa tunaweza kupuuzwa. Kanisa dogo, Ekuga umesimama sana. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Sisi hatujui ati ni Meru, ati ni Kisii. Hapana, upendo utatupeleka hata kama kwenye ni Uganda. We will go there. We will go there. Amen. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. A small church. Hallelujah. Amen. Ambayo iko na kibali mbele za Mungu. Amen. Amen. That is the biggest church. Hiyo ndio ile kanisa kubwa. Wewe unataka kuniambia? Hallelujah. Unataka kuniambia unaweza kusimama hapa kuambia hao watu na wadada, na waomba please mwende mnikumbuke mkienda nyumbani. Kuna mtu kwa ploti yetu ananitukananga, ananitusi, ninashindwa na kutoka nje. Ninangojeanga aende ndio nitoke. Wewe unafikiria kwamba unafikiria hiyo kitu itakusumbua siku mbili? Ni vile sijaanza hiyo session hapa. Tutakuja kuianza siku moja. Hiyo inafanyanga kazi kama moto cho. Hivi. Nasema leta hoja yako hapa. And then all of us we kneel down and we tell God something about that issue. Utakuta mtu anahama hapa anakuja kwa nini? Mungu anakuondolea hiyo tabu mara moja. So the Lord is serious. God is serious about taking care of us and preventing the enemy coming into our lives. Kama amesema mwanae, utakufa uchungu kwa sababu kuna mtu ninaokoa. I am in the business of saving somebody's life. Don't tell me to remove that. That's what the word says. Matthew 26:36. Gethsemane. Huko ndiko Yesu alienda mkutano wa kutafuta kuondolewa. Yeye alikuwa anatafuta vile shida zetu tutakaa nazo. Yes.
kwa sababu anaposema niondolee hii kikombe, lakini sio kama vile ninataka, mapenzi yako. Mungu akasema mapenzi yangu ni kuokoa huyo mwanadamu, mapenzi yangu ni kuondoa magonjwa katika huyo mtu, mapenzi yangu ni kumuondolea hiyo vitu vinamsumbua, na hizo vitu za kuja kumsumbua. Pay up, pay it up, pay it up. Si okay na wewe? God did not talk to Jesus then. Si okay na wewe Yesu? Wewe ni mwanangu, nakupenda sana, lakini niko na watoto wengine ambao napenda zaidi. You know, that's what we say. There's too much love from God for us. He loves us even more than his own son. Nataka kuniambia huo upendo sio mwingi kwetu? He takes his own son, delivers him to be killed and have all the pain so that we may not have those pain. Who is loved the more? Nani anapendwa zaidi? It is us. Ni sisi. Sisi ndio tunapendwa na Mungu zaidi, but we are trying to make God our enemy day and day in and day out. Sema sitarudi tena kufanya Mungu adui yangu. Sema nimejua kwamba Mungu unanipenda. Nimejua kwamba Mungu unanipenda. Unanipenda hata kuliko mwanao Yesu Kristo. That's it. That is it. Hallelujah. Hallelujah. You will never struggle again with problems. You will never struggle again with the problems. Amen. You will never struggle again with the sickness. Amen. In Jesus' name. Amen. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Namba 3 inasema nini? Namba 3. Vyombo vya kuabudu mapepo. Nikawaambia, wacheni kutoka kwa kitanda na mguu ya kulia. Ndio? Ati ndio mbahatiki. Wacheni kuabudu sanamu na mapepo. Unaona mtu mkubwa mnono anapinduka kwa kitanda, anapinduka. Ningetaka mmoja hapa nimlalishe hapa, apinduke aanze kutoka pale. Kuja tatu utoke pale. Lalia ile stair ya juu. Ulale kwa tumbo. Mguu yako ya kulia ni gani? Ni hii. Sasa lala ikiwa pande ile. Enda ulale. Lala ukiwa angalia kitu pande ile. Panda hapo. Usijali, uko na bibi ya kuosha miguu. Hallelujah. Sasa ameamuka asubuhi, unaamkaga. Sasa anataka toka kwa kitanda sasa. Ukumbuke kwamba mguu ya kushoto ukitoka nayo ni kisirani. Sasa kupituka ndio utoke na ya kulia. Hii ni uganga. People do these things. They do these things in the morning. Si ameabudu pepo. Very early in the morning, wameamuka waende kazi, wanaanza ibada, wanaabudu shetani. Keti chini. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. What do you think God thinks? Mungu atasikia. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Kuna a lot of positions sitaki kuongea sana. Enda 14. Chapter, umemaliza hiyo? Yes. Enda chapter 3 verse 14, is it? Soma hapo. Na kwa malaika wa kanisa lililoko Laodikia, andika, haya ndiyo anenayo yeye aliye Amina, shahidi aliye mwaminifu na wa kweli, mwanzo wa kuumba kwa Mungu. Na yajua matendo yako, ya kuwa hu baridi wala hu moto. Ingekuwa heri kama ungekuwa baridi au moto. Basi kwa sababu una uvuguvugu, wala hu baridi wala hu moto, nitakutapika utoke katika kinywa chako. Anayetapikwa hawezi barikiwa. Anayetapikwa hawezi barikiwa. God can never bless somebody whom he knows kwamba atamuondoa katika mpango wake. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. So God measures us
Ndio anasema mimi naona kama wewe nikikupima na bidii ile ulianza nayo, hauko moto na hauko baridi. Nikikupima na maneno ya vikwazo, ninaona hauko baridi, hauko moto. Nikikupima na maneno ya vitu vya kuabudu sanamu, hauko moto, hauko baridi. Nitakutuma, lazima uwe baridi ama uwe moto. Amen. Amen. Soma alafu mwende ukamalizie kitabu cha Revelation 3 verse 7. Basi kwa sababu una uvuguvugu, wala huu baridi wala moto, nitakutapika utoke katika kinywa changu. Kwa kuwa wasema, mimi ni tajiri, nimejitajirisha, wala sina haja ya kitu, nawe hujui ya kuwa wewe mnyonge na mwenye mashaka na maskini na kipofu na uchi. Listen. Hallelujah. When we stop, wakati tunaacha kumpenda Bwana kwa njia ya bidii, kwa njia ya kufuata maagizo, tunakuanga maskini. Hakuna mtu atasimama mbele yako awe sababu ya kufanya upungukiwe ama utindikiwe. Haleluya. Wakutukane, wakuambie nini, simama wima. Wacha waongee, but never calm down. Simama, tembea. Tembea, wajue kuna mtu anamwamini Mungu. They will speak and they will talk and they can never stop doing that. But soldier on. Soldier on. Hallelujah. Nyambura, unasikia? Huyu alikuwa ananiambia ati kuna watu wanasema ati katohero kake kanaweza shikwa na mkono. Hata nikasema si Mungu kama inagawa kwa nikegawa hii yako. Igawe tu. Hallelujah. Ati waist yake ni ya baba inaweza shikwa hivi. Kwani ni Cinderella? Sasa analia. Mimi machozi yangu siliaki kwa vitu kama hizo. Haleluya. Mimi nitalilia Mungu katika maombi. Nitalia kwa sababu nimeona mtu ako na taabu na roho yangu imeguzwa. Hiyo machozi itatoka. Lakini ama nilie machozi ya furaha. Lakini sio machozi ati umeniambia mimi ati sijui ni mweusi. Haleluya. Amen. Nani ambao sio mweusi? Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Ati huyu pastor sijui anaongeanga aje. Wewe ukatafute pastor wako kuongelesha vile unataka. Mimi nitaongea hivi. Upako wangu ndio aina hiyo. Haleluya. Amen. Upako wangu ni wa mishale. Kuduka na kutoa. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Tuko pamoja. Usilie ovyo ovyo. Ati kwa sababu umekuta maguo zako zimesukumwa zimepakwa matope, si uchukue urudisha kwa karai uoshe. Na ugojea hao waganga waende. Uanike baadaye kama hawako. Ukiona wanakuja, kimbia utoe, uweke kwa nyumba. Mungu akiona bidii ya kujaribu kutunza imani iliyo ndani yako, atakupea nyumba yako. Atakuhamisha mtoe kwa waganga. Kwani unafikiria Mungu anaoperate namna gani? Anatupima. Inuka kiwango cha hawa watu. Enda kiwango cha juu. Hallelujah. Amen. Be smart. Ambia mwenzako be smart. Be smart. Mwambie be smart. Be smart. Yes.